Ndugu wanachama, mkutano huu ni wa muhimu sana kwetu ikizingatiwa kuwa unafanyika mara moja tu kwa mwaka na huwakutanisha wanachama wa makao makuu Dodoma pamoja na wawakilishi kutoka mikoa mbalimbali nje ya Dodoma. Lengo kuu ni moja tu: kupata taarifa sahihi kuhusu maendeleo ya chama chetu, kutathmini tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Hivyo basi, huu ni muda wa pekee wa kutoa mawazo, hoja na mapendekezo yatakayokuwa chachu ya maendeleo ya Ukaguzi SACCOS Limited. Pia mtambue kuwa ukuaji na uimara wa chama hutegemea kwa kiasi kikubwa mawazo na ushiriki wenu, ili viongozi mliowachagua yatekeleze kwa manufaa yenu wote. Hongereni sana, mmefanikiwa kupiga hatua za maendeleo na kuendesha chama kwa kutegemea vyanzo vya ndani, hususani michango na hisa za wanachama badala ya kukopa kutoka taasisi nyingine za kifedha, jambo ambalo huongeza mzigo wa riba kwa wanachama. Hili ni jambo la kupongezwa sana. Aidha, nitoe wito kwa wanachama wote kuwa mabalozi wa Ukaguzi SACCOS Limited katika maeneo yenu ya kazi. Wahamasisheni watumishi wengine wengi zaidi kujiunga na SACCOS hii, kwani kadri idadi ya wanachama inavyoongezeka ndivyo mtaji, uwezo wa kutoa mikopo na faida kwa wanachama unavyozidi kuimarika. SACCOS imara ni matokeo ya wanachama wengi wenye nidhamu na mshikamano. Kumbukeni, Ukaguzi SACCOS Limited ni yetu sote. Ni mtaji wetu tunaopaswa kuulinda kwa pamoja bila kujali nafasi ya uongozi au uwanachama. Wote tuna wajibu sawa. Ukaguzi SACCOS imeanzishwa mwaka 1976. Kwa hiyo tukizungumza mwaka 2026 ni chama kikubwa, kwa maana ya kwamba kimekomaa, kina miaka takriban 50 sasa, na kimekuwa kikikua kwa maana ya kuongeza idadi ya wanachama, na vile vile tumekuwa tukitoa mikopo ya aina mbalimbali kwa wanachama, mikopo ya maendeleo, mikopo ya elimu. Kwa hiyo tunajivunia tumeweza kuwafikia wanachama wa kada tofauti tofauti kwa mahitaji yao mbalimbali kwa ajili ya kujitegemeza kiuchumi. Kwa sasa wanachama wamekuwa na ari ya kuona chama chao kinakuwa kikubwa, kwa maana ya ushiriki wao umeongezeka, wanashiriki kwenye vikao. Tunaona hata idadi ya wanachama ambao wamekuwa wakifika mara kwa mara katika mikutano yetu, maono yao na ushiriki wao kwa maana ya akiba wanazoziweka chamani, mikopo wanayochukua. Wengine wanatamani hata tuongeze wigo wa kutoa mikopo mikubwa zaidi ya ile ambayo tunaitoa, jambo ambalo sisi kama viongozi tumeanza kulifanyia kazi kwa kuomba ridhaa kwa wanachama ili warizie kuongeza viwango vya makato na hisa ili tuweze kupunguza riba na kutoa mikopo mikubwa zaidi ya ile ambayo tunaitoa. Katika mkutano wetu mkuu tumewasilisha kwa wanachama taarifa ya bodi, namna ambavyo tumeendesha chama kwa mwaka unaoishia Disemba 2025. Tukaonyesha changamoto tunazoziface au tunazopitia katika chama na kuomba ridhaa kwa wanachama, kwa kuwa wao ndio wamiliki, warizie sisi kufanya yale ambayo tunaona ni suluhu ya changamoto ambazo tunaziface. Sasa hivi Ukaguzi SACCOS inataka kwenda kisasa. Tumepeleka mapendekezo kwa wanachama kupata mfumo wa kisasa wa uendeshaji wa SACCOS. Wanachama wameridhia na ni jambo ambalo tunaamini tunaenda kulitekeleza kwa ufanisi mkubwa, na panapo majaliwa mwakani tutazungumza vitu vingine tofauti labda na mfumo na au namna ya kupanua zaidi na kuboresha zaidi mfumo ambao utakuwa unatumika katika uendeshaji wa shughuli zetu za SACCOS za kila siku. Kupitia huu mkutano tumeweza kupata fursa mbalimbali. Fursa ya kwanza ambayo mimi nimeipata binafsi katika mkutano wa leo, kwanza nimeweza kupata elimu ya fedha. Pia nimeweza kukutana na chama wenzangu na kuweza kubadilishana mawazo. Lakini kupitia mkutano wa leo pia tumeweza kujadiliana mambo mbalimbali kiuwazi kabisa
na kwa ushiriki, kiasi kwamba tunakuwa tunafanya kwa pamoja na tunafanya maamuzi kama kikundi. Lakini pia kupitia SACCOS yangu, kwa sababu tumeanza kwa sasa ni mwaka wa 3 toka nimejiunga, nimeweza kupata elimu ya fedha, lakini pia huwa inanisaidia kupata mikopo mbalimbali, hasa pale ninapokuwa nina changamoto ya kifedha, na hii mikopo ni mizuri kwa sababu inakuwa ina riba nafuu. Naweza nikawashauri wafanyakazi wenzetu ambao hawajajiunga wajiunge na chama cha Ukaguzi SACCOS, kwa sababu ni fursa ambayo itaweza kuwasaidia kwanza kujumuika na sisi wenzao, ambapo kupitia kujumuika huko watajifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na elimu ya fedha, utunzaji wa fedha, lakini pia na mikopo. Mimi ni mmoja wa wadau wapya kwenye mfuko wa SACCOS. Nimefanikiwa kujiunga mwaka huu jana mwishoni 2025. Nilihamasika kutoka kwa watu ambao tayari walikuwa wameshajiunga. Kwa hiyo nikatambua baadhi ya fursa ambazo zipo kwenye mfuko wa SACCOS, ambapo nikaambia kuna fursa za mikopo kwa riba nafuu. Hivyo nikaona ni vyema nikajiunga ili iweze kunisaidia kwa ajili ya kufanya maendeleo yangu binafsi. Siku ya jana tarehe 15 tumebahatika kuwa na kikao ambacho tulifanya pale Makole, ambapo tulikuwa na miongoni mwa vitu ambavyo tulishirikishwa, hasa kama mgeni ambaye nimejiunga, tulikuwa na mada mbalimbali ambazo zilikuwa zinaelezea namna ambavyo SACCOS mbalimbali zinafanya vizuri, lakini pia tukapewa na taarifa ya wakati uliopita. Kwa hiyo nilifurahi sana kupata hiyo elimu, lakini pia nimeona kwamba nategemea mambo mengi mazuri kutoka SACCOS ambayo yatanisaidia kwa hapo baadaye. Neno langu kwa watu ambao bado hawajajiunga na mfuko wa SACCOS hapa ofisini, ninawashauri waweze kujiunga kwa sababu kuna fursa mbalimbali ndani ya mfuko. Kwa hiyo tunahamasisha na watu wengine waweze kuingia katika hii jamii ya SACCOS hapa National Audit, ili iweze kuwasaidia hasa katika fursa za mikopo, ili waweze kupata mikopo ya riba nafuu. Kiukweli ninafurahi kushiriki kwenye mkutano huu wa SACCOS. Mimi SACCOS hii nimejiunga yapata takriban miaka 18 iliyopita. Na toka nimejiunga kiukweli nimenufaika. Lakini pia kuna manufaa mengine tunayoyapata, maana sisi tunasomesha watoto. Kwa hiyo yanatusaidia kwamba pale unapokwama kwenye matarajio ya mshahara, unaweza ukakopa ukalipa ada ya watoto na watoto wakaendelea, wananufaika nao. Mwisho wa siku watakuja kukushukuru wewe mzazi. Kikubwa ninachoshauri na washauri wale wengine ambao hawajajiunga na chama chetu ili waweze kujiunga, kwa sababu wengi nadhani wanaweza wakahofia kwamba labda si kwenye kukopa wanasema riba kubwa si nini na nini, lakini msingi uliopo ni kwamba riba ya chama chetu hailingani na mikopo ya sehemu nyingine.